Katika tafakari yetu tunafikiri kati ya mengine mengi mambo yafuatayo yalisababisha maandamano. Kwanza, usalama. Kumekuwepo na matukio ya waziwazi ya mauaji, utekaji, kupigwa na kuumizwa kwa raia bila kuwepo na nia thabiti ya kukomesha maovu hayo ambayo ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 14. Kila mtu anayo haki ya kuishi na kupata kutoka katika jamii hifadhi ya maisha kwa mujibu wa sheria. Na pili, demokrasia. Kukosekana demokrasia ya kweli ya namna ya kuwapata viongozi, jambo hili limekuwa kilio cha muda mrefu cha taifa letu na halijawahi kupatiwa uvumbuzi tangu 2016. Utendaji ya tatu na baadhi ya mihimili ya dola. Kwa kuchambua maandamano, Baraza la Maaskofu limeng'amua kuwa hasira ya wananchi imechochewa pia na kukosekana mahali pa kupeleka na kufanyiwa kazi malalamiko yao pale haki zao za msingi zinapokiukwa. Hii ni kinyume cha utaratibu msingi wa Baraza la Umoja wa Mataifa katika kutumia nguvu na silaha za moto ya mwaka 1990 ambazo zinashauri kwamba silaha za moto zitumike tu kama hakuna njia mbadala ya kulinda maisha. Hata katika vita huwezi kutumia kila aina ya silaha.